Dada Christine. Niambie mdogo wangu. Kwema lakini. Kwema, Mungu ni mwema kila wakati. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, mechi imalizika salama. Sasa tumepoteza mechi ambavyo haikuwa matarajio. Kwa maana matarajio tulikuwa tunahitaji kuhakikisha kabisa kwamba tunasonga mbele katika hii michuano. Lakini tuna kila sababu ya kujipongeza, kuwapongeza wachezaji pamoja na benchi la ufundi. TRA ndo msimu wake wa kwanza ipo kwenye ligi kuu, lakini tumefanikiwa katika hii michuano mikubwa ya CRDB Bank Federation kutinga katika hatua ya robo final. Kwa hiyo imetupa changamoto, kuna vitu vingi ambavyo tumejifunza katika hii michuano mikubwa. Ukumbuke hii michuano ni knockout, kwamba ukifungwa basi na wewe safari yako imekwisha. Hakina sio michuano ile ya kusema kwamba kuna fainali ya kwanza na fainali ya pili. Hapana. Ina maana leo ukifungwa unatoka. Kwa hiyo imetupa sasa ile chachu na wivu mkubwa wa kwenda kujipanga katika msimu unaokuja ili tuweze basi kufika katika hatua ya fainali na mwisho wa siku kwenda kuchukua kombe. Kwa hiyo mechi imemalizika. Kesho tunaondoka, tunarudi Arusha. Karata yetu zilikuwa ni mbili kama ambao tumezungumza juzi kwenye kipindi. Tuna karata ya kwanza ya kwenda kushiriki michuano ya kimataifa. Ilikuwa ni hii ya CRDB Bank Federation kwenda kufika fainali na mwisho wa siku kuchukua kombe. Lakini imekuwa tofauti. Kwa hiyo tuna karata nyingine ya pili ambayo ipo kwenye ligi kuu ya NBC soka Tanzania bara. Tunapaswa kuhakikisha kwamba tunamaliza katika nafasi 4 za juu ili basi tuweze sasa sisi kwenda kupata hicho kibali cha kwenda kushiriki michuano ya kimataifa. Na mpaka sasa hivi bado hiyo nafasi tunayo. Hakuna kitu ambacho unaweza kusema kwamba labda tumemesa. Hapana. Tuna mechi 2 tarehe 20 dhidi ya Mtibwa, tuna mechi dhidi ya Fountain Gate tarehe 22 na sasa katika mechi hizo mbili tunahitaji kwenda kushinda mechi zote na uwezo tunao, tuna uhakika kwenda kufanya vizuri ili tunapokwenda kwenye mapumziko break ya kupisha kalenda ya FIFA tunaondoka tukiwa tumesimama kwenye nafasi ya 4. Umepoteza lakini kwa mabao mengi sana Christina, pengine hili unalizungumziaje? Kwa kupoteza ni kupoteza. Even though hata kama ingekuwa ni magoli 100, lakini mwisho wa siku tumepoteza. Yaani sio kwamba ukifungwa magoli mengi, yule aliyefunga magoli mengi anaweza akapata chansi 3 zaidi ya kwenda mbele. Chansi inakuwa ni ile ile. Lakini kumbuka Simba wamekuja kucheza kwa kukamia. Yaani ni watu ambao walikuwa hawajiamini. Wamekamia. Yes, yani ni watu ambao walikuwa wanakuja hawajiamini kuona kwamba wanaweza kuifunga TRA. Na ndio maana wakaja wamecheza kwa misuli yote, yani nguvu zote, yani ukoo mzima. Yani ukoo mzima, kule wa mwekezaji, wa wanachama, mashabiki, sijui nani, ukoo mzima uliungana kwenda kucheza na TRA. Kwa hiyo ni kwa namna gani ambavyo timu yetu ni tishio. Ni tishio na bado sisi ile kusema kwamba sisi ni kiboko ya wanaume wa da. Ile kauli bado hatujaifuta. Kauli ili uweze kuwa strong na uweze kuwa kweli wewe sio mwanaume wa da, njoo utufunge Arusha. Usitake kuja kututegea hapa kwao. Na wadau naweza wakija tu pale. Hapana, yani nasema hivi, yani sisi tunataka wao ili waweze kukamilika wasijiite wanaume wa da. Wao watufunge Arusha. Kwa sababu huku michezo mingi wanayo, si ndio kwao sasa huku. Uwezi kuwakataza. Kwa hiyo kwa sababu michezo mingi tunaijua ya kwamba walikuwa nao. Sisi tunataka yani verification yetu ya wewe ni mwanaume wa da au wa mkoani. Njoo tufunge Arusha. Hapa mmekubali sasa. Sisi kukubali tunakubali kama tumepoteza. Kwa sababu nikisema hatujakubali nitakuwa muongo kwa sababu kila mtu ameangalia mechi. Sisi tumepoteza kweli na haikuwa mipango yetu. Na inatupa nafasi ya kujipanga zaidi kwenye michezo inayokuja. Ingelikuwa tuna mechi hapa labda na Simba ningesema tutalipiza. Lakini mara ya mwisho leo Simba anatufunga. Hata kaa ifunge TRA abadan. Pia leo Simba anakufa. Yaani nimekwambia hivi, yaani huyu leo ndo katufunga mara yake ya mwisho. Tukikutana naye kwenye michuano mbinguni, tukutana kwenye mawingu, tukutana baharini, tukutana kwenye uwanja, hakuna mashindano yoyote Simba Sports Club atakwenda kuifunga TRA. Niamini mimi. Tunazungumzia msimu ujao. Kwa sababu ndio maana nakwambia tungekuwa msimu nani labda tuna mechi nyingine, ningekwambia mechi inakuja hatoboi. Lakini kwa sababu ni msimu unaokuja 26 27. Simba leo katufunga ndo mara yake ya mwisho. Au mechi ya kirafiki? Hapana, tutaki mechi. Mechi na kirafiki watu wenyewe wamejiozea wale. Watashinda, wana madabi kibao. Wamejiozea wale. Wewe unataka mechi ya kirafiki na wale utaenda kuwaua bure. Mechi ya kirafiki wa mchezo ya Arusha. Utawataenda kufa bure wale, watutafutie sisi lawama. Mimi nishasema
Sitaki tena dhambi. Dhambi za kufukuza makocha mimi nilishaziungama kwa rezima. Nikala na Pasaka. Sasa hivi niko mwezi wa Bikira Maria, mwezi wa Rozari. Natubu. Rozari hii hapa. Kwa hiyo nataka kumaliza msimu kwa amani. Sitaki dhambi. Ushanielewa sijui. Hawa ukiwaambia tuchezane mechi ya kirafiki, maidia, wanaweza wakafa uwanjani. Kwa sababu kama ambapo wamekuja leo kukamia, mababu zao, wajukuu, ng'ombe, mbuzi, sijui nini, kila kitu wamekuja nacho uwanjani. Tumeweka full mkoko. Sisi tumeweka full mkoko. Hatukatai. Sasa tumpange nani? Alafu kwanza naomba TFF wachunguze wachezaji wa Simba. Ahmed amesema leo amechezesha mchezaji mwenye miaka 9. Miaka 9. Bashiro nani? Sijui. Sasa na ukiangalia kwenye kanuni kuna under 20, kuna under 17, under 20 na senior. Na kanuni tunahitaji kwenye under 20 upandishe wachezaji 3. Tunazungumza ni under 20. Simba anatuambia leo kachezesha mtoto wa miaka 9. TFF tunaomba wachunguze umri wa wachezaji wa Simba. Sisi tuko tayari kwenda kuchunguza umri wa wachezaji wetu. Na ikigundulika kweli kama Ahmed alivyosema amechezesha mchezaji wa miaka 9. Sisi hizi pointi tupewe sisi TRA. Kwa sababu kanuni hairuhusu uweze kumcheza mchezaji wa miaka 9. Mchezaji wa miaka 9 anaweza kaa hana hatari kuliko. Hapana, miaka 9 kanuni inaruhusu. Huyo unazungumzia miaka. Sio yani unazungumzia miaka, sio miaka 19. Miaka 9. Kasema Ahmed mwenyewe kwamba sisi leo tumechezesha mchezaji wa miaka 9. Kanuni inaruhusu kuchezesha mchezaji wa miaka 9. Kanuni inasema tunakuwa na under 17 na under 20. Na kwenye under 20 kanuni inasema uchukue wachezaji 3 wa under 20 uwapandishe kwenye senior. Kwa hiyo kama sisi tungefungwa na mchezaji wa under 20, tungekuwa tuna shida. Lakini mwenyewe kwanza mimi kwa sijui, yeye ndo kasema wamecheza mchezaji wa miaka 9. Kwa hiyo TFF tunaombeni sana sisi haya matokeo yabadilike. Tupo sisi TRA. Hatuwezi wale kanuni kama hiyo kanuni ipo ya mchezaji wa miaka 9 naruhusiwa, basi Simba waendelee na ushindi wao kwenda hatua ya nusu finali. Lakini kama kanuni hairuhusu kuchezesha mchezaji wa miaka 9, basi hayo matokeo ya leo yabadilishwe, tupoe CTRA tukashiriki nusu finali. Tuko tayari si kwenda kwa sababu wamechezesha mchezaji wa miaka 9. Kanuni hairuhusu. Narudia. Kanuni zinataka kuna under 17 na under 20 na senior. Under 20 wachezaji 3 na wapandisha wanacheza senior. Sasa under 20 yeye katuletea mchezaji wa miaka 9. Hata under 15 hayupo 9, yani hata 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hizi 9. Sio 19, 9. Ukisheria wamevunja. Wamevunja sheria, watupa sisi ushindi huo. Lakini hiyo matatu wakikataa tunaenda kasi. Mpaka haijaisha. Yani haishi mpaka wakikataa tunaenda kasi. Hii kesi mimi na Ivalia Njuga asubuhi naenda kuandika barua. Kwa nini Simba wachezeshe mchezaji wa miaka 9? Wanasema leo kwa zamu yako kukusanya mapato. Hawana Simba. Kwenye kodi sio tumekusanya. Leo ilikuwa kodi lazima ulipo. Leo kwa zamu yenu kutoa, yani kulipa. Maana nyinyi mnanunua dai receipt, ukiuza toa receipt. TRA kwa pamoja tunajenga taifa letu. Zingatia hii. Mimi naenda kasi. Lazima haya matokeo tupoe sisi TRA. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.